Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanzisha kikosi maalum cha walinzi wa madini kitakachokuwa na jukumu la kulinda migodi pamoja na mnyororo mzima wa uzalishaji na usafirishaji wa rasilimali hizo muhimu. Kikosi hicho cha kijeshi kitaibuka kwa msaada wa Marekani na UAE. Kikosi maalum cha kulinda madini DRC. Naungwa mkono na Marekani na UAE. Ndani ya DRC kuna zaidi ya makampuni zaidi ya 1000 na kuna mataifa yote makubwa ambayo pale yamekuwa yakichimba madini. Na tunafahamu kwamba mwaka huu Trump aliweza kusaini kinachoitwa peace deal ambayo iko inahusishwa kati ya DRC pamoja na nchi ya Rwanda, na tukashuhudia pale Washington walivyoweza kuwakutanisha Rais Felix Tshisekedi na mwenzake Paul Kagame. Na mkataba ule ukimsikiliza Trump amekuwa akisema wazi kabisa kwamba Marekani itaenda kufaidika na rasilimali za msingi katika nchi ya Kongo. Na tunafahamu vile vile UAE imekuwa ni mwekezaji mkubwa sana katika nchi ya Kongo, ukiacha kwamba jana wametoa taarifa kwamba kujiondoa katika umoja wa kuzalisha mafuta ghafi duniani almaarufu kama OPEC, lakini bado wamekuwa wameendelea kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali katika nchi za Kiafrika. Kwa sasa inakuonyesha namna gani sasa maslahi ya kiuchumi huwa inahitajika kulindwa. Na nisha kusema hapa kwamba vikosi vingi ambavyo vinavyoitwa kwa mfano military base, kazi yake ya msingi ni kwenda kuangalia uchumi wa taifa husika. Yaani taifa ambalo kwa mfano lina military base, kwa mfano Djibouti au Eritrea, au kwa mfano sasa hivi tunafahamu Israeli ameweza kuitambua Somaliland kwa kile kinachoitwa kwamba kuweza kupata eneo la kimkakati kuweza kuwadhibiti Wahuthi. Kwa lengo linakuwa ni kumiliki nini na kulinda uchumi. Kwa hiyo hichi kikosi nacho sio kwa ajili ya Wakongo, bali kwa ajili ya kulinda nini? Uchumi wa madini, kwa sababu unafahamu ndani ya Kongo kuna zaidi ya makundi 200 ambayo yamekuwa yakipigana kwa malengo tofauti. Na makundi ukitazama yamekuwa yanashikilia maeneo muhimu ya madini au maeneo kwa mfano ya Goma, Kivu Kusini, Bukavu, kutazama Uvira na maeneo mbalimbali ambayo yamekuwa yanahitaji na madini. Kwa sasa inakuonyesha kwamba namna gani kwamba tumeingia kwenye diplomasia ya ukweli na uwazi, kwamba tunakuja kwako, tunaanzisha kikosi cha ushirikiano, lakini lengo linakuwa sio usalama, lengo ni kulinda nini? Madini ya kimkakati. Haya bwana, tusogee mbele kidogo, tuangazie taarifa nyingine ambapo hii inatokea kule Afrika Kusini. Jana tulizungumza hapa na balozi wa Tanzania kule nchini Afrika Kusini, akatuhakikishia kwamba Watanzania kule wako salama, na kuna taharuki weekend hii hapa. Tangu wiki iliyopita baadhi ya video tulikuwa zikionyesha kama kuna Watanzania wanashambuliwa, lakini balozi anasema ile ni video ya zamani sana, mwaka 2023. Ndio. Haikuwa na uhalisia. Watanzania waliopo kule wapo salama na kwenye jumuiya zao zote wanawasiliana, kuna Mtanzania ambaye amekutana na changamoto hiyo. Lakini maandamano ya March and March movement ambayo yanafanyika yanaendelea kule nchini Afrika Kusini, wanasema yamesababisha madhara mpaka sasa. Wapo raia wawili wa Nigeria ambao wanatajwa wamefariki. Sasa maandamano haya yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba fimbo na mabango yaliyoandikwa tutaandamana hadi tushinde, kama kupigania nchi yao, kupigania nchi yangu inamaanisha mimi ni mbaguzi, basi najivunia kuwa hivyo. Baadhi ya mabango alikuwa ameandika hivyo. Ingawa sababu kamili ya maandamano hayo haijatolewa, maandamano sawia ya awali yalikuwa yakiwashirikisha raia wa kigeni waondoke nchini humo. Maandamano hayo yametokea baada ya vifo vya raia wawili wa Nigeria kama nilivyokuambia hapo awali. Yani nimeona kauli ya Rais wa Afrika Kusini akikemea, akisema serikali haiungi mkono wala haipo na inafanya kila njia kuzuia hiyo hayo mazingira yasiendelee. Kumekuwa kuna kama historia ya kujirudia kwenye siasa hizo za Afrika Kusini, na kwa kweli imekuwa ikisikitisha au ikishangaza, kwa sababu unafahamu kiuchumi Afrika Kusini taifa kubwa sana, na vijana wengi wamekuwa wakikimbilia kwenda katika nchi ya Afrika Kusini. Sasa hoja msingi ni kwamba imekuwa ikitokea kila mara kwa baadhi ya wageni
kuweza kushambuliwa ndani ya nchi ya Afrika Kusini, ambayo inaitwa kama hiyo xenophobia, ambayo imekuwa ni dhana maarufu ambayo ikiwa ikielezea namna gani wa Afrika ambao sio wazao wa Afrika Kusini wamekuwa kufanya wakishambuliwa. Kwa mfano unajiuliza kwamba ukisikiza sasa wenyewe Afrika Kusini unasema kwamba sasa huyu kwa mfano ametoka Mgana, ni Mgana kwa mfano, amekuja hapa Afrika Kusini kinachoitwa kwenda kutafuta ajira. Sasa wanamuuliza sasa, kwa nini hujaenda kujenga nchi yako kule Afrika Kusini, kule Ghana kwa mfano, au Nigeria au Zimbabwe? Kwa sasa Waafrika wengi wameitafsiri kama ni ubaguzi. Kwa sababu nafahamu Afrika Kusini ni taifa ambalo limepitia katika kitu kinachoitwa apartheid policy. Ilikuwa ni sera ya ubaguzi ambao hawa Afrika walikuwa wananyanyaswa sana na wazungu. Kuna maeneo yote. Kuna maeneo si ya uchumi, siasa, maeneo yote. Hivi vyama kwa mfano vya Omokuntu Isizwe ANC ni vyama ambavyo kitazama ni vyama vya kiharakati ambavyo vilikuwa vinapigania maslahi ya Waafrika. Na dunia nzima iliwaunga mkono. Ukitazama maeneo mbalimbali waliunga nini? Mkono. Tunapozungumza hapa leo kwa mfano Tanzania ilikuwa ni kituo cha harakati za kina ANC kuweza kujipanga dhidi ya kupambana na kile kinachoitwa ubaguzi wa rangi. Na vikaandikwa vitabu vingi sana vya kuelezea namna gani madhira ya Waafrika katika Afrika Kusini. Kwa mfano, yupo mwandishi mmoja anaitwa Alex Laguma. Ameandika kitabu kinaitwa Eokun's Night. Kinaelezea kwamba namna gani sasa madhira ya wazungu ambao wamekuwa wakiwafanyia nchi za Kiafrika. Sasa inatajwa kwamba wao wanapigania maslahi ya nchi yao. Kwamba kuna watu wanakuja wanachukua fursa, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ni sababu ambayo common ikijudia. Kama mtu umeenda kule, umetoka katika nchi yako, ukifika kule una kazi ambayo unaifanya, inatajwa kwamba imekuwa kama ikichukua nafasi za wazawa. Sasa unajiuliza, Afrika imekuwa ikilia kwamba tuwe kile kitu kinachoitwa United States of Africa. Kwamba tuondoe si mambo ya visa, kuwe na free continent, free trade area, kwamba soko huru ya biashara la Afrika. Na mambo mengi ambayo yamekuwa yakionyesha utengamano wa nchi za nchi za Kiafrika. Lakini South Africa sasa ukitazama imekuwa tofauti. Kwa hiyo imekuwa ni kipindi ambacho kuna tulia, lakini ikifika miaka fulani kunaanza tena. Kuna tulia ifanye na. Kwa hiyo sasa kutazama watu wengi, na hata ukimsikiza baadhi ya wanasiasa wao wanapozungumza na anaotokea inashangaza vile vile. Kwa sababu wote tunafahamu kwa mfano hotuba za mwenyekiti wa chama cha FFF, of course Economic Freedom Fighter US Malema. Akizungumza anakuonyesha kwa namna gani sasa Afrika inatakiwa kuweza kuachana na mipaka ya koloni. Lakini sasa ukitazama hiyo mipaka ya koloni, je, kinaenda uhalisia na kinachotokea katika nchi yao? Jibu ni hapana. Kwa hiyo viongozi wengi wamekuwa wakikashifu na wakipinga, wakirejelea historia yao ambao wao walikuwa wanapitia na namna ambavyo Afrika iliweza kuwaunga mkono. Kwa mfano Mwalimu Nyerere alianzisha harakati za anti-apartheid policy movement. Harakati za dunia kuweza kuyaunga mkono wananchi wa Afrika Kusini, na hata kuanzisha movement na kuhususia serikali ya kikaburu kuanzia Rhodesia ya Kusini ambayo ilikuwa inaitwa Zimbabwe na hizo nchi za Namibia mpaka Afrika Kusini. Sasa sijajua wao kama wanafahamu hiyo historia au la, lakini kwa kweli hayo mambo ambao yamekuwa yakitokea yamekuwa yakishangaza watu wengi, kwa sababu wote ni Waafrika, wote tumekuwa tukipambana au tukijaribu kuondoa kinachoitwa mipaka ya wakoloni. Kwa hiyo wameendelea kuingia kwenye sintofahamu kubwa sana ndani ya nchi yao kimataifa. Haya bana, na wewe tuandikie maoni yako kupitia haya ambayo tunayazungumza. Andika kupitia 0683802966 au unaweza pia kutufuatilia, tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Nenda pale kaandike maoni yako, mimi nitakuwa nikiaona na tutakuwa tukiendelea kupita nayo moja baada ya jingine kwenye haya ambayo tunayazungumza. Morning Express. Tuvuke kidogo tuelekee nje ya bara la Afrika, ambapo jana nimeiona ripoti ya shirika lisilo la kiserikali la pale nchini Korea Kaskazini, linaitwa SELS, ambapo wenyewe
wametoa ripoti inayoonyesha kwamba kulikuwa kuna utekelezaji mkubwa sana wa hukumu ya kunyongwa nchini humo wakati wa janga la COVID. Wakati ule wa janga la COVID imewahi kutoka story, haikuwa na uthibitisho wowote kwamba huenda ukionekana umepata changamoto hiyo unanyongwa. Ikaonekana kama sasa hii shirika limekuja tena ripoti nyingine ambapo wanasema kuanzia Januari 2020 hadi mwishoni mwa mwaka 2024 takribani watu 153 walinyongwa au kuhukumiwa kifo, ongezeko kubwa kutoka kwa watu 44 kwa miaka mitano kabla ya janga hilo. Ripoti ya Transitional Justice Working Group wanaitwa TJWG toa hiyo ripoti. Baadhi ya makosa yaliyohusiana na dini, ushirikina na maudhui ya kitamaduni za kigeni ni pamoja na utumiaji wa tamthilia mbalimbali za kigeni ndio wanaotajwa kuhusisha watu kunyongwa na idadi hiyo kuongezeka. Idadi ya mauaji ilipungua kati ya 2015 hadi 2019 kufuatia shinikizo la kimataifa, kufuatia uchunguzi wa kihistoria wa Umoja wa Mataifa, lakini mauaji yaliongezeka 2020 ambapo ripoti hiyo ndio inaeleza hivyo. Hii imekuwa ni historia ambayo jana imeacha maswali mengi sana kwa wachambuzi wa kimataifa. Sababu ambazo zimetajwa, wanasema zilizofanya iongezeke ni masuala ya dini, ushirikina na maudhui ya kitamaduni za kigeni. Watu ambao wameonekana kama wanachukua matamaduni za kigeni wanatajwa kwamba wamehukumiwa kifo na wengine tayari walikuwa wameshanyongwa. Yes, taifa la Korea Kaskazini ni taifa ambalo limekuwa likifanya siasa za tofauti sana. Na limekuwa ni taifa korofi kutazama kwa sababu ya misimamo yake, siasa zake, historia yake, lakini zaidi sana hizo itikadi za kiongozi wao Kim Jong Un, ambaye amekuwa ni kiongozi mkorofi ambaye kwa kweli siasa zake zimekuwa siasa za kujifungia au za kujitenga dhidi ya dunia. Yani kwa mfano vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vimekuwa ni vyombo vya kumpraise, yani vya kumsifu chama cha wafanyakazi cha Korea, lakini zaidi sana kuchora taswira njema ya mkuu wa nchi hilo. Ndio maana kwa mfano ikitokea labda Kim anaenda kuzindua makombora, inakuwa ni habari ya taifa. Kwa sasa hiyo tafiti ukitazama inaweza ikawa imefanyika kwa mbinu kali sana, kwa sababu ukitazama Korea Kaskazini taifa ambalo limejitenga sana dunia. Yani hatua zao huwezi kujua na wazanini, na wamekuwa hawatabiliki. Na hata namna ambavyo jumuiya ya kimataifa na Marekani inavyochukulia inapokuja kwa mfano swala la nuclear, wamekuwa hapo very sensitive kwa sababu wanajua. Sasa ripoti ya kunyongwa vile vile ripoti ya watu kunyongwa na maanisha inajengwa vile namna gani, inatajwa kama ni taifa ambalo limekuwa likipractice mifumo ya udikteta, kwa sababu unafahamu kuna hizo sasa zinaitwa principles za demokrasia, watu kupata uhuru wa vyombo vya habari, kwa mfano uhuru wa vyombo vya siasa. Kwa mfano Korea Kaskazini chama kimoja cha wafanyakazi kikiamua kinakaa leo hii kinataka kumpendekeza mtoto wake Kim aweze kuwa rais wa baadaye, ambaye mtoto kimtazama ndio kwanza na miaka 14 15, bado ni mdogo. Kwa hiyo sasa siasa ambazo zimekuwa zimefungwa. Kwa sasa watu 100 inawezekana kwa sababu ya aina ya historia yao moja, lakini la pili aina ya msimamo ya kiongozi wao, lakini la tatu namna ambavyo taifa hilo limejitenga zaidi na dunia. Yani kujua kinachoendelea Korea Kaskazini ni tofauti kuliko labda Korea Kusini au Japani au Singapore. Kwa sababu wao of course hapo katika eneo la Asia, lakini wamekuwa ni taifa ambalo korofi zaidi. Yes. Haya bwana, tutoke huko Korea Kaskazini. Kule nchini Marekani kuna ziara ya kihistoria inaendelea ambapo